Uwanja wa ndege wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, Habari Weekend imewatembelea mafundi ndege vita hapa. Hapa ni Corporal Foster Redgard Muli na Irene Stefano Tairo. Wao ni injinia waliojikita zaidi kwenye kutengeneza ndege vita. Juhudi, bidii wakati wakiwa shuleni kwenye masomo ya sayansi ndio yaliyofanikisha kutimia kwa ndoto hii. Katika kila ndege lazima uingie darasani uisome ndipo uweze kuifanyia kazi. Kwa hiyo mimi nimekuwa specialized katika ndege za kivita ambazo ndizo ninazofanyia kazi. Engine katika ndege ni moyo. Endapo engine itakuwa iko vibaya, ndege haiwezi kuruka. Na hakikisha ndege iko vizuri upande wa engine kwa kuangalia zile nati ambazo zimefungwa upande wa engine ziko vizuri. Zile nyaya ambazo zimeloki zile nati ambazo zimefungwa upande wa engine ziko vizuri. Asubuhi wakati nikija hapa huwa nahakikisha kwamba engine yangu kwanza haina leakage yoyote. Nikiongea kuhusu leakage inamaanisha hakuna sehemu ambako kuna uvujaji. Pampu zote unazoziona hapa pia nahakikisha locking wire ambazo zimefunga nati ziko vizuri na ziko safe ili kuweza kufanikisha urukaji mzuri. Na sasa tutawasikiliza Mariam Lusega na Deodata Daudi Mwinami. Wao huwezi kueleza lolote kwenye upande wa mawasiliano ya ndege. Wanajinasibu haswa kuwa askari wadogo wenye uwezo kama wanaume. Nilivyoingia jeshini nikatamani sana wanawake wenzangu, nikaona wanafanya matengenezo ya ndege, wako kwenye fani za uinjinia wa ndege. Nikatamani kazi wanaoifanya. Nikasema kama wao wameweza, kwa nini mimi nishindwe? Nikasema hata mimi nitaweza. Mimi ndo naye ruhusu na control upande mzima wa mawasiliano ili kumsaidia rubani wangu apate mawasiliano mazuri akiwa kwenye uendeshaji wake wa ndege. Baada ya kusoma masomo ya sayansi na kufaulu vizuri, nikafanikiwa kujiunga na jeshi. Baada ya kujiunga kwa jeshi, nikaja nikafanikiwa kusoma ufundi wa ndege. Baada ya kuwa fundi ndege, nikaona ni kitu ambacho kwangu kilinipelekea sana kupenda. Funga dimba kwa upande wa askari hawa ni fundi Tumaini Hosea Igimbi. Yeye huyu ni fundi wa umeme. Naye anaeleza jinsi anavyoweza kucheza na umeme kwenye ndege vita. Kwa ndege yetu tunapokuwa tunaiwasha kule chini, ndege yetu inakuwa inatumia generator pamoja na battery. Battery za ndege zinatumika kama emergency source of power ya ndege, ambapo generator ikiwa inafeli, ndege ikiwa juu, zile battery zinatumika. Muda ambao battery zinakuwa zinatumika, kuna baadhi ya instrument kwenye ndege, especially hizi huku za rubani, zinakuwa zinatumia umeme mkubwa sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya instrument tunakuwa tunazipunguza ili kureduce matumizi ya battery, kwa sababu battery inakuwa inatumika kwa muda mfupi sana ambapo ndege ikiwa juu kwenye mission. Mabinti tusiogope, kwa sababu huko mtaani kuna ile notion kwamba mtu anaogopa masomo ya sayansi, mwingine anaogopa pia kuja jeshini, anahisi kama jeshini ni kugumu. Lakini hakuna kitu kigumu. Hivi vitu vyote vinawezekana na tunavifanya na tunaviweza. Meja Mwamini Fadhili na Captain Hope Charles Chaula, wao ni wakufunzi wabobezi katika masuala mazima masomo ya sayansi, ambapo wao ndio chachu ya kuwapika vijana askari hadi kufikia hatua hii nzuri. Haya masomo tunafundisha hapa. Masomo ya ufundi ndege yote tunafundisha hapa na inachukua takriban miaka 3. Hiyo miaka 3 tunaenda kwa stages. Stage ya kwanza tunawachukua katika wakitoka mafunzo ya jeshi, tunafanywa interview, wanakuja, tunaanza kwa masomo ya science, kuwakumbusha science, technical drawing kwa muda wa mwaka mmoja. Computer science yote yanafanyika. Baada ya hapo tunaanza fani. Kila mtu anakuwa na fani zake. Kama unavyoona kuna mtu wa mechanics, kuna watu wa avionics, kuna watu wa electrical. Kwa hiyo takriban wanachukua miaka 3. Na hiyo miaka 3 hatuachi tu ndege moja kwa moja. Pia wakija uwanjani wanafanya kazi kwa vitendo chini ya wakufunzi ambao wako pia uwanjani. Ndege haiwezi kwenda bila kuwa na fundi. Nikiripoti kutoka uwanja huu, mimi ni Mariam Songoro wa Habari Weekend.